Mahakama Kuu huko Abuja nchini Nigeria imemhukumu kifo cha kunyongwa Peter Nwachukwu, mume wa aliyekuwa mwimbaji wa nyimbo za Injili Sister Osinachi. Hukumu hiyo imetolewa na Jaji Nonso Iheme ikiwa ni miaka mitatu baada ya kifo cha Osinachi kilichotokea Aprili 8 mwaka 2022. Kesi hiyo ilivuta hisia za watu wengi pale nchini Nigeria kwa sababu ya umaarufu wa Osinachi katika muziki wa Injili nchini Nigeria na jamii ya Wakristo kwa ujumla. Polisi walimkamata Peter Nwachukwu baada ya mkewe kufariki akiwa katika hospitali moja huko Abuja. Taarifa za awali zilisema kwamba mwimbaji Osinachi aliyekuwa na umri wa miaka 42 alikuwa na ugonjwa wa saratani ya koo, lakini familia ya mwimbaji huyo ilikataa na kudai kwamba ndugu yao alikuwa muathirika wa unyanyasaji nyumbani kwake, ambapo walimshutumu mumewe kwa unyanyasaji na kusababisha kifo cha mke wake. Hata hivyo, baada ya mahakama kusikiliza, iliamuru Nwachukwu arudishwe kizuizini gerezani kutokana na vitendo vya vurugu na kumshambulia mkewe. Katika kesi hiyo, mashahidi 17 pamoja na watoto wawili waliitwa na upande wa mashtaka wakati wa kesi hiyo, ambapo hati 25 zilitolewa kama kithibitisho mbele ya mahakama. Marehemu Osinachi na mume wake Peter Nwachukwu walifanikiwa kupata watoto 4 ambao mpaka sasa wamekosa malezi ya baba na mama yao kufuatia mzazi mmoja kufariki dunia na baba yao akikabiliwa na adhabu ya kifo kufuatia kupatikana na hatia ya mauaji.